Kwa kweli nina furaha sana kwa sababu nimemwona Mungu akinitembelea na ameniongeza viwango vikubwa sana nimeviona. Ninaamini hata kesho waliopo makanisani, nadhani moto utazidi kuwaka, tuliowasha hapa utazidi kuwaka makanisani kwetu. Kwa kweli mimi nimepokea kwa uvuvio mkubwa sana, kwa sababu kuna viwango ambavyo nilikuwa na vitamani lakini nimevipokea kupitia Roho Mtakatifu. Kwa kweli somo la Roho Mtakatifu leo nimejisikia vizuri sana, limeniinua kiimani, naona imani yangu inazidi kupanda viwango. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema na mwaminifu kwa sisi makanisa ya Pentecost. Baada ya Pasaka huwa tunahesabu siku 50 na baada hapo tunafanya maadhimisho ama kilele cha sikukuu ya Pentecost, tukikumbuka kile kitendo kilichotokea kwa wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kupaa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ule ujazo uko hai na uko halisi hata leo. Kwa kweli kesho Jumapili tarehe 8 sio siku ya kawaida kwa makanisa yetu ya PHM Dodoma, lakini Tanzania na watu waliookoka duniani kote. Siku ya kesho sio siku ya kawaida, ni siku ya kusherekea uwezesho wetu, kuvikwa nguvu za kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Kwa hiyo kesho hatuiendei kikawaida, tunaiendea kwa imani na tunaamini Bwana atatubariki. Roho Mtakatifu ndio kila kitu kimsingi. Tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo wakati wa uumbaji Roho wa Bwana alihusika. Tunaona kwenye sura 8 pale 1 kuanzia mstari wa kwanza pale 8:1 tunaona jinsi ambavyo gharika ilipotokea, Mungu anapokausha yale maji alitumia pumzi ambayo ni Roho Mtakatifu. Lakini kisoma kwenye kitabu cha Ezekieli, mifupa mikavu ile inasogeleana, nyama zinakuja, baadaye inakuwa ni miili iliyolala. Upepo unavuma kutoka pande 4 za dunia. Ule upepo sio upepo wa kawaida, ni Roho Mtakatifu. Wale watu zile maiti zikaamka, likawa ni jeshi kubwa. Kwa hiyo Ukristo ni kuwa na Roho Mtakatifu. Wokovu ni kuwa na Roho Mtakatifu. Kama vile Bwana Yesu wakati anaondoka na waagiza wanafunzi wake kwamba wasitoke Yerusalemu mpaka ile ahadi ya Baba aliyokuwa amewaachia kwamba watapokea nguvu, ahadi ya Roho Mtakatifu ilipotimia ile siku ya 50, tunaona kwamba maajabu mengi sana yalitendeka. Ndivyo ilivyokuwa hata siku ya leo. Vile ambavyo wanafunzi wa Yesu walikaa siku 50 Yerusalemu wakisubiri ile ahadi, ndivyo kwa siku ya leo. So nina ushuhuda mkubwa sana ambao mimi kipekee nimepokea, kwa sababu Roho Mtakatifu tunaona kama ni kiongozi kwenye maisha yetu. So nina faida kubwa ambayo nimeondoka nayo, kama Roho Mtakatifu kumbe akiwa ndani yangu chochote kile naweza kukifanya, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio msaidizi wangu. Wokovu ni mgumu sana pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Bila kuwa na Roho Mtakatifu hata wokovu kwenda mbinguni yeye ni mgumu sana. Tunahitaji Roho Mtakatifu na ndiye anayetusaidia sisi hata kuyaishi maisha kumpendeza yeye. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwa kila Mkristo. Yaani maisha bila Roho Mtakatifu ni sawa na gari bila mafuta. Alama kubwa ya Ukristo wako ni kuwa na Roho Mtakatifu. Maana alimshusha Roho Pentecost kihistoria, au maana ya Pentecost maana yake ni siku ya mavuno. Waisraeli walikuwa wameamriwa wanapopata mavuno mapya wawe na siku ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mavuno. Na sasa kufikia hapo tunaona kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume anasema ilipotimia siku ya Pentecost Roho Mtakatifu alishuka. Kwa nini Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentecost? Maana yake kutoka kuvuna mavuno ya nafaka, sasa Roho Mtakatifu Mungu akusudia kwamba tumvunie mavuno ya kimwili, maana yake anakutia nguvu ili tuendelee kueleza habari za ufalme wake, kuendelea kuona wanadamu zaidi waje kwenye ufalme wake. Kwa hiyo ni wito wangu kwa kila Mkristo kuhakikisha kabisa anapata hii nguvu ya Roho Mtakatifu ili aweze kuwa na uwezo wa kumvunia Mungu nafasi zinazopotea. Ukikutana na Roho Mtakatifu moja kwa moja uko eneo la site, basi
unapata ile furaha kama ilivyo. Nimeifurahia sana na ningejuta sana kama nisingehudhuria katika hii semina. Nimemwona Roho Mtakatifu akinihudumia live. Nawaambia wana PHM mahali popote walipo, yani siku ya kesho wawahi na mapema kama wanavyowahi makazini kwao. Ikiwezekana kila mmoja tamani kuwa wa kwanza, asipange kukosa. Siku ya kesho sio ya kwenda kusalimia ndugu, kwa sababu ni siku ya kilele cha Roho Mtakatifu kuhudumia watu wake. Naiona PHM ikienda ng'ambo zaidi kwa ajili ya utukufu wa Mungu.